Historia ya Leopold wa pili, mfalme aliyeigeuza Kongo kuwa kusimu ya dunia. Kama kuna majina ambayo yakitajwa kwenye historia ya dunia yanaweza kufanya mtu anyamaze kwa sekunde kadhaa, basi moja ya majina hayo ni la Leopold wa pili. Huyu hakuwa tu mfalme wa kawaida. Hapana. Huyu alikuwa mtu ambaye tamaa yake ya utajiri iligeuka maafa kwa mamilioni ya watu wa Democratic Republic of the Congo. Na ukisikia yaliyotokea huko Kongo kipindi chake, unaweza ukabaki unajiuliza, binadamu anawezaje kuwa katili kiasi kile? Karibu leo tusafiri kurudi nyuma kabisa kwenye karne ya 19, kipindi ambacho mataifa ya Ulaya yalikuwa yanaigawana Afrika kama mtu anaigawana keki mezani. Na katikati ya mataifa hayo kulikuwa na nchi ndogo sana inayoitwa Belgium. Nchi ndogo, lakini mfalme wake alikuwa na ndoto kubwa kupita maelezo. Ndiyo, huyu alikuwa Leopold wa pili. Leopold wa pili alizaliwa mwaka 1835. Tangu akiwa kijana kabisa, alikuwa anaamini jambo moja, kwamba taifa lenye nguvu lazima liwe na makoloni. Alikuwa akiwaangalia United Kingdom, France na Portugal wakitajirika kupitia Afrika na Asia. Halafu yeye anaangalia nchi yake haina koloni hata moja. Jambo hilo lilikuwa linamchoma moyoni vibaya sana. Inasemekana hata aliwahi kusema kuwa Belgium ilikuwa nchi ndogo mno kuweza kuwa kubwa bila koloni. Na hapo tu tamaa yake ilipoanza kukua. Lakini sasa shida ilikuwa moja. Angepataje eneo kubwa Afrika bila mataifa mengine kugundua mipango yake? Hapo tu michezo wa akili ulipoanza. Leopold wa pili akaanza kujifanya mtu wa huruma mbele ya dunia. Akaanza kuzungumza kuhusu kupeleka maendeleo Afrika, kuondoa biashara ya watumwa, kueneza ustaarabu na kusaidia Waafrika. Lakini nyuma ya pazia, bwana, alikuwa anaandaa moja ya mifumo mibaya zaidi ya ukatili kuwahi kutokea duniani. Akamchukua mpelelezi maarufu aitwaye Henry Morton Stanley. Huyu Stanley akaingia ndani kabisa ya misitu ya Kongo. Akawa anakutana na machifu wa Kiafrika. Anawapa zawadi ndogo ndogo, vitambaa, pombe, silaha, vioo na vitu vya kuwashangaza. Halafu anawapa mikataba wasaini. Machifu wengi hawakujua kusoma wala kuandika. Hawakuelewa kabisa kile walichokuwa wanasaini. Lakini kwenye hayo makaratasi walikuwa wanakabidhi ardhi yao yote kwa Leopold wa pili. Walidanganywa vibaya mno. Mwaka 1886 kulifanyika mkutano mkubwa sana Ulaya unaoitwa Berlin Conference. Mataifa ya Ulaya yakaanza kugawana Afrika rasmi. Na hapo tu tamaa wa Leopold wa pili alipopata ushindi wake mkubwa. Kongo yote, eneo kubwa sana kuliko nchi nyingi za Ulaya kwa pamoja, likawa mali yake binafsi. Sio mali ya Belgium. Hapana, mali yake yeye mwenyewe. Bwana, hapo tu ndipo balaa lilipoanza rasmi. Leopold wa pili akaliita eneo hilo. Lakini ukweli ni kwamba hakuna uhuru wowote uliokuwepo huko. Hakukuwa na freedom. Kulikuwa na hofu, kulikuwa na vilio, kulikuwa na damu. Na kilichomfanya awe mwenda wazimu zaidi ni kitu kimoja, mpira wa rubber. Unajua kipindi hicho, dunia ilikuwa inaanza viwanda vikubwa. Magari, mashine, nyaya, vyote vilihitaji rubber. Na Kongo ilikuwa na misitu yenye rubber nyingi sana. Leopold wa pili akaona pesa. Pesa nyingi sana. Tamaa ikampanda kichwani. Akaunda jeshi la kutisha lililoitwa Force Publique. Na hawa watu, Mungu wangu, walikuwa ni mashine za mateso. Walikuwa wanaingia vijijini na kuwalazimisha wananchi wakakusanya rubber kwa kiwango kikubwa sana. Kama kijiji hakikufikisha kiwango kilichotakiwa, basi adhabu ilikuwa ya kutisha.
Wanawake wanatekwa, watoto wanachukuliwa mateka, vijiji vinachomwa moto, wanaume wanapigwa viboko mpaka nyama zinachanika mgongoni. Na hapa ndipo ilipoanza moja ya alama mbaya zaidi kwenye historia ya Kongo: kukatwa mikono. Ndiyo, mikono. Aisee, hii ilikuwa nauma sana. Askari walikuwa wanapewa risasi, na kila risasi ilitakiwa ihesabiwe. Wakubwa wao walitaka uthibitisho kuwa risasi haikupotezwa bure. Kwa hiyo askari walitakiwa kuleta mkono wa mtu waliyemuua kama ushahidi. Lakini sasa, badala ya kuua tu, wengine walikuwa wanakata mikono ya watu walio hai, watoto wadogo, wanawake, hata watu wasiokuwa na kosa lolote. Kongo iligeuka jehanamu. Kuna picha mpaka leo zinaonekana za watoto wadogo wamekaa bila mikono. Wengine wanamtazama baba yao aliyepigwa mbele yao. Aisee, historia hii ukiisikia vizuri, unaweza ukakosa usingizi. Kadri miaka ilivyopita, watu wa Kongo wakaanza kufa kwa maelfu, halafu mamilioni. Wengine waliuawa moja kwa moja. Wengine walikufa kwa njaa baada ya kukimbia vijiji vyao. Wengine walikufa kwa magonjwa, na wengine walikufa kwa uchovu wa kazi za utumwa. Watafiti wengi wanaamini watu zaidi ya milioni 10 walipoteza maisha. Milioni 10. Hii ni balaa zito. Fikiria, taifa zima linaishi kwa hofu kila siku. Ukisikia tu askari wanakuja, watu wanakimbilia msituni. Watoto wanalia, akina mama wanajificha. Kila mtu anaogopa kukatwa mkono au kuuawa. Lakini sasa huku Kongo ikilia kwa damu, Ulaya kule mambo yalikuwa tofauti kabisa. Leopold II alikuwa anajenga majumba makubwa, anajenga bustani nzuri, anajenga barabara za kifahari huko Belgium. Watu wengine walikuwa wanamuita mjenzi mkubwa wa Belgium. Lakini hawakujua kuwa hayo majengo yalikuwa yamejengwa kwa damu ya Waafrika. Bwana, utajiri wake ulikuwa unatiririka damu. Kadri muda ulivyoenda, ukweli ukaanza kutoka nje. Wamisionari waliofika Kongo wakaanza kuona yale mateso. Waandishi wa habari wakaanza kuandika. Picha za watu waliokatwa mikono zikaanza kusambaa Ulaya. Dunia ikaanza kushangaa. Kwani nini kinaendelea Kongo? Mwanadiplomasia Roger Casement akaenda kufanya uchunguzi. Aliporudi, ripoti yake ilishtua dunia. Akaelezea mauaji, utumwa, ukatili na ubinadamu uliopotea kabisa. Ni moja ya sura mbaya zaidi kwenye historia ya binadamu. Ukatili na hofu iliyokuwa Kongo. Halafu mwanaharakati Edmond Dene Morel akaanzisha kampeni kubwa dhidi ya Leopold II. Taratibu, dunia ikaanza kumgeuka. Mwaka 1908, serikali ya Belgium ikaamua kuchukua Kongo kutoka kwa Leopold wa pili. Kwa sababu presha ilikuwa imekuwa kubwa mno. Lakini madhara yalikuwa tayari yamefanyika. Mamilioni walikuwa tayari wamepotea. Familia zilikuwa tayari zimevunjika. Makovu yalikuwa tayari yameingia ndani kabisa ya historia ya Kongo. Halafu mwaka 1909, Leopold wa pili akafa. Na jambo la kushangaza, watu wengi hawakulia sana kifo chake. Wengine mpaka wanimzomea wakati wa mazishi yake. Kwa sababu jina lake lilikuwa tayari limegeuka alama ya ukatili duniani. Lakini unajua kitu cha kuumiza zaidi? Hakuwahi kufungwa. Hakuwahi kuhukumiwa. Hakuwahi kulipa kwa yale aliyowafanya watu wa Kongo. Alikufa akiwa tajiri sana. Aisee, historia nyingine zinauma sana ukiifikiria. Mpaka leo, jina la Leopold wa pili bado linaacha maumivu makubwa kwa watu wa Democratic Republic of Congo. Na wengi duniani humtaja kama mmoja wa watawala katili zaidi kuwahi kuishi. Kwa sababu nyuma ya suti za kifalme, nyuma ya tabasamu za kisiasa, kulikuwa na mtu ambaye tamaa yake ya utajiri iligeuza taifa zima kuwa kaburi kubwa la kimya.